Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Urusi imekuja na bomu linalofahamika kama KAB ambalo linatajwa kwamba ni hatari katika kushambulia miji ya Ukraine na ni tishio kubwa katika eneo hilo la nchi ya Ulaya. Urusi imeweza kuimarisha moja aina kubwa na za kutisha za silaha, mabomu yanayoongozwa angani. Jeshi la Urusi lilikuwa likifanya majaribio juu ya mamia ya silaha hizo kila siku katika eneo la mapigano karibu na Ukraine, na sasa lina fursa ya kuyatumia kwenye mashambulizi. Mnamo Oktoba 24, bomu jipya la KAB la Urusi lilirushwa hadi katika mkoa wa Odessa kwa mara ya kwanza. Lengo labda lilikuwa jiji la bandari la Pivdene. Kamati ya kikosi cha wanahewa cha wanajeshi wa Ukraine likaripoti saa 7:30 mchana siku hiyo ya Oktoba 24 kuwa bomu lilikuwa likipaa juu ya Bahari Nyeusi kuelekea kwenye makazi hayo, na linatajwa kwamba ni miongoni mwa mabomu hatari zaidi. Wakati wa shambulizi la anga, jeshi la Urusi lilitumia mabomu ya kuongoza kwa miundombinu ya kiraia katika mkoa wetu kwa mara ya kwanza. Hii ni tishio kubwa na tishio jipya kwa mikoa ya Odessa. Hata hivyo, mashambulizi katika maeneo hayo ya Odessa yamezidi kuongezeka, na mashambulizi kama haya yana hatari kubwa kwa watu na yanaweza kusababisha uharibifu mkubwa, ilisema taarifa kutoka katika utawala wa mkoa huo kupitia Oleg Kipa. Siku za nyuma, mashambulizi ya mabomu ya roketi yalishuhudiwa katika mikoa ya Dnipropetrovsk ambayo tayari iko chini ya Urusi, Poltava, Kharkiv na Mykolaiv. Katika visa vyote, bomu hili baya limesafiri umbali mkubwa zaidi ya kilomita 100 na kushambulia miji ya nyuma ambayo hapo awali ilikuwa imelindwa dhidi ya aina hii ya silaha. Mwishoni mwa mwaka 2023, Urusi ilianza matumizi makubwa ya mabomu ya kuongozwa. Kwa usahihi zaidi, mifano ya kwanza ya aina hii ya silaha ilikuwa mabomu ya anga ya Sovieti yenye mlipuko wa hali ya juu kama vile FAB-250 na FAB-500 ambayo ilikuwa ni moduli iliyoboreshwa ya bomu la UMPK. Baada ya hapo, mshambuliaji wa Urusi hakuwa na haja ya kuhatarisha maisha kwa kuingia eneo la ulinzi wa anga la Ukraine, kwa sababu inaweza kudondosha mabomu kadhaa yaliyoongozwa kilomita 50 hadi 70 kutoka eneo la vita. Ikiwa bomu la FAB linadondoshwa kwa ndege, lingeweza kufika hadi kilomita 10 hadi bomu lililoboreshwa la KB lenye mbawa linaweza kushambulia maeneo lengwa kwa umbali wa hadi kilomita 70 hadi 80. Maendeleo ya hivi punde ya bomu la Urusi linaloongozwa kwenye anga la KB lina uwezo wa kwenda umbali mara 2 zaidi na kufika hadi kilomita 150 au hata kilomita 200. Skibitsky, mwakilishi wa kurugenzi kuu ya ujasusi, alisema kuwa katika majaribio ya hivi karibuni Warusi waliweza kufika umbali wa kilomita 192 kwa bomu jipya la KAB. Wakati Septemba na Oktoba, Urusi imetengeneza bomu katika majaribio ya mwisho ya matumizi ya mabomu ya anga, moduli mpya za udhibiti. Wanatabiri kuwa umbali wa mabomu kama hayo utakuwa karibu kilomita 200. Mkuu wa GUR alieleza zaidi. Kwa bahati mbaya, Warusi wanaingia katika uzalishaji mkubwa wa silaha kama hizo, kwa kuzingatia kwamba taifa la Urusi tayari limeanzisha utengenezaji wa mabomu mapya ya anga, na pia bado kuna hifadhi kubwa za mabomu ya FAB ya Usovieti. Silaha kama hizo zinaweza kuwa tishio kubwa kwa Ukraine, hasa katika eneo ya Dnipro, Chernihiv, Odessa, Mykolaiv ambayo ni miji iliyo mbali wa kilomita 100 hadi 200 kutoka eneo la vita. Hadi sasa visa vya pekee vya matumizi ya mabomu ya ndege zimerekodiwa, tofauti na mabomu ya CBM ya kawaida ambayo Urusi huyadondosha mara 100 kwa siku. Lakini siri ipo kwenye engine katika bomu hili. Vyanzo vya kijasusi vinasema kwamba mabomu yanaongozwa na Urusi yanaweza kuwa na majina kadhaa. Mara nyingi wao huzungumza kuhusu Grim-1 au Grim-E1 au Grim-2 au kuhusu mabomu mapya yanayojulikana kama UMPB-5R. Ubunifu mkubwa wa bomu hili ni engine ambayo inaruhusu bomu kuruka mara 3 zaidi kuliko lile la CAB ya kawaida. Wataalamu wa vita wanasema KAB sio bomu la kawaida kabisa katika muundo wa bomu la angani lenye mbawa.
Bomu hili linafanana zaidi na kombora la cruise kwa muundo, ambalo lina kila kitu kinachounganishwa pamoja na kutoka kiwandani. Wataalamu wa mambo wanalieleza kwa mapana bomu hilo ambalo Urusi sasa imeamua kuanza kulitumia kwa ajili ya kutengeneza mazingira katika uwanja wa vita kati yake na Ukraine. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.